Kamishna Alex Mkama, kamishna wa polisi jamii, Kamishna Shaban Mraihiki, mkurugenzi wa uchunguzi wa sayansi ya jinai, Kamishna Ramadhani Kingai, mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai, Kamishna Tatu Jumbe, kamishna utawala na management ya rasilimali watu, naibu kamishna Heri Yangu Hamisi, mkuu wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto makao makuu ya Jeshi la Polisi, naibu kamishna Modest Surimo, mwakilishi wa kamishna wa intelijensia ya jinai, naibu kamishna wa polisi Fraser Kashai, mwakilishi wa kamishna wa operation na mafunzo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Charles Ulaya, mwakilishi wa kamishna wa fedha na logistics, kamishna msaidizi wa polisi Faida Suleimani, mratibu wa kitengo cha jinsia na ulinzi wa mtoto makao makuu ya polisi, kamishna msaidizi Asifiwe Ulime, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma. Natambua uwepo wa naibu commissioners wengine ambao naona mmeketi hapo, lakini natambua uwepo wa makamishna wasaidizi makamishna wasaidizi waandamizi wa polisi, makamishna wasaidizi na maafisa wote pamoja na askari wakaguzi na askari wa renki mbalimbali, Binora mwakilishi toka GIZ, Bi Anna Sangai mwakilishi wa TGNP na UNFPA, kama nilivyosema maafisa waandamizi wa Jeshi la Polisi mliopo, wawakilishi wa wizara mbalimbali mliopo pamoja nasi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa ya maendeleo mliopo nasi, wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, watendaji wa dawati ya jinsia na watoto kutoka mikoa yote ya Tanzania, ndugu waandishi wa habari, kazi na utu, nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Nami napenda niungane nanyi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kufikia siku hii muhimu. Kwa namna ya kipekee, napenda kumpongeza kamishna wa polisi jamii pamoja na uongozi wa kitengo cha jinsia na ulinzi wa mtoto makao makuu kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu uliowakutanisha watendaji wa madawati ya jinsia na watoto kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Tangu kuanzishwa kwa utaratibu huu mwaka 2019, mkutano huu umeendelea kuwa jukwaa muhimu la kutathmini utekelezaji wa majukumu, kujengeana uwezo, kubadilishana uzoefu na kuweka mikakati ya kuimarisha huduma kwa wananchi. Nimekuwa nikipata fursa ya kushiriki nanyi katika mikutano hii tangu mwaka 2022, jambo ambalo limenipa nafasi ya kushuhudia kwa karibu zaidi ukuaji wa shughuli za dawati pamoja na hatua kubwa zilizopigwa katika kuboresha huduma kwa wananchi. Ni jambo la kujivunia kuona kuwa juhudi hizi zimeendelea kufanyika kwa mwendelezo na zimeendelea kuzaa matunda siku hadi siku. Ndugu washiriki, kazi mnayofanya kupitia madawati ya jinsia na watoto ni moja ya maeneo nyeti zaidi katika utekelezaji wa majukumu ya Jeshi la Polisi. Kila siku mnakutana na watu waliopitia maumivu, hofu na changamoto mbalimbali zinazohitaji sio tu utekelezaji wa sheria, bali pia weledi, utu, busara na huruma. Ameongea hapa Chifu Jenda, naibu kamishna wa polisi Heri Yangu,
ile nukuu toka kwa Mheshimiwa Nelson Mandela iliyosema, there can be no keener revelation of a society so than the way in which it treats its children. Na akatafsiri ambayo naomba nirudie kwamba hakuna kipimo bora zaidi cha roho ya jamii kuliko namna inavyowatendea watoto wake. Narudia hapa. Hakuna kipimo bora zaidi cha roho ya jamii kuliko namna inavyowatendea watoto wake. Kauli hii inaakisi wajibu wetu kama jeshi la polisi. Taifa linalowalinda wanawake na watoto wake linajenga msingi imara wa amani na maendeleo. Hivyo basi, kila hatua tunayochukua katika kuzuia na kupambana na ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto ni uwekezaji katika mustakabali wa taifa letu. Nimefurahishwa na taarifa ya utekelezaji wa shughuli za dawati kwa kipindi cha Julai 2025 hadi Juni 2026 pamoja na mafanikio yaliyowasilishwa. Mafanikio hayo yanaonyesha uratibu wa huduma kati ya taasisi mbalimbali, kuongeza ufanisi katika hatua za awali za uokoaji na kuchangia kujenga imani ya wananchi kwa mifumo ya haki jinai. Hata hivyo, mafanikio ya kituo hiki hayatategemea uwepo wa eneo na vifaa pekee. Yatategemea zaidi weledi, uadilifu, nidhamu na uwajibikaji wa watendaji watakaosimamia. Kwa sababu hiyo, naelekeza watendaji watakaopangiwa jukumu katika kituo hiki wachaguliwe kwa umakini, wapatiwe mafunzo stahiki na waendelee kujengewa uwezo ili kituo hiki kiwe mfano wa huduma bora kwa wananchi. Kadhalika, vitabu nilivyozindua leo ni nyenzo muhimu katika kuimarisha mafunzo ndani ya jeshi la polisi. Vimefanyiwa maboresho ili kuendana na mahitaji ya sasa ya mafunzo, kulingana na changamoto na mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea. Ninaamini kuwa vitabu hivi vitasaidia kuongeza uelewa, kuimarisha weledi wa askari wetu na kuhakikisha kuwa mafunzo yanayotolewa yanaendana na mazingira halisi ya kazi na matarajio ya jamii. Kupitia nyenzo hizi, tunaendelea kuwajengea askari wetu uwezo wa kushirikiana kwa karibu kwa weledi na kuzingatia viwango vya juu vya utoaji wa huduma. Hivyo kituo hiki kitakuwa kiungo muhimu kati ya wananchi na taasisi zinazotoa huduma za ulinzi na usalama wa wananchi. Nimefurahi pia kwamba muda mfupi uliopita nimeshuhudia uzinduzi huo wa hiyo call center, yani kituo cha mawasiliano cha Gender Based Violence na Violence Against Children, pamoja na kitabu hicho cha wanafunzi na mwongozo wa mwalimu wa somo la jinsia na ulinzi wa mtoto na kitabu cha mwanafunzi cha mwongozo wa mwalimu wa somo la polisi jamii. Hatua hizi kwa ujumla wake zinaonyesha dhamira ya jeshi la polisi ya kuendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia, maendeleo ya rasilimali watu na uboreshaji wa huduma zetu kwa jamii. Kituo cha mawasiliano cha Gender Based Violence and Violence Against Children tulichokizindua leo ni hatua muhimu katika kuongeza upatikanaji wa huduma ya haraka kwa wahanga wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Kupitia kituo hiki, wananchi wataweza kutoa taarifa kwa haraka, kupata ushauri wa awali na kuelekezwa kwenye huduma stahiki bila kuchelewa. Aidha, kituo hiki kitaimarisha mawasiliano na huduma ambazo zinatarajiwa kutoka kwa jeshi la polisi. Ndugu washiriki, kabla ya kuja katika ukumbi huu, nimepata fursa ya kutembelea kile kituo ambacho tunakiongelea hapa. Ni kituo cha mawasiliano cha Gender Based Violence and Violence Against Children,
na nimejionea maandalizi yaliyofanyika pamoja na uwezo wake wa kuimarisha utoaji wa huduma kwa manusura ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Nimefurahishwa na hatua iliyofikiwa. Nilichojionea kinanipa imani kwamba tukiendesha kituo hicho kwa matarajio, basi huduma ambazo wananchi wanazitarajia tunaweza kuzifikia. Ndugu washiriki, kama nilivyosema nanyi mwaka jana wakati wa ufunguzi wa mkutano kama huu na ufunguzi wa jengo la dawati la wilaya Tarime, uzinduzi wa majengo, mifumo na nyenzo hizi za kazi ni hatua muhimu katika kuimarisha huduma zetu. Hata hivyo, thamani yake haitapimwa kwa uzinduzi wenyewe, bali kwa namna itakavyotumika kuboresha maisha ya wananchi tunaowahudumia. Mafunzo lazima yaonekane katika utendaji wetu, teknolojia lazima ionekane katika ubora wa huduma zetu, na maarifa yatafsiriwe kuwa huduma inayoakisi haki, utu na weledi kwa wananchi. Nimefurahi pia kufahamu kuwa baada ya kuhitimisha mkutano huu, mtaendelea na shughuli za kijamii kwa kuwafikia watu wenye mahitaji maalum hapa Dodoma. Kitendo hicho kinaonyesha kwa vitendo kuwa huduma ya kipolisi haiishii katika kusimamia utekelezaji wa sheria pekee, bali pia inajengwa juu ya misingi ya utu, huruma na mshikamano na jamii tunayohudumia. Napenda pia kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa washirika wetu wa maendeleo ambao wameendelea kushirikiana kwa karibu na Jeshi la Polisi katika kuimarisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto, pamoja na kuendeleza dhana ya polisi jamii. Kwa namna ya pekee na washukuru UNFPA, UNICEF, GIZ, TGNP na serikali ya Finland kwa mchango wao katika ujenzi wa uwezo, maandalizi ya miongozo ya vitabu vya mafunzo, uboreshaji wa miundo mbinu na matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma. Ushirikiano wenu unaendelea kuwa nyenzo muhimu katika kufanikisha dhamira yetu ya kujenga jamii salama na yenye haki kwa wote. Mafanikio tunayoyaona leo si mafanikio ya Jeshi la Polisi tu, ni matokeo ya dhamira, ushirikiano na uwajibikaji wa kila mdau aliyeshiriki katika safari hii. Jeshi la Polisi litaendelea kuimarisha uwezo wa watendaji wake, kuboresha matumizi ya teknolojia, kuendeleza ushirikiano na wadau mbalimbali na kusogeza huduma karibu zaidi na jamii. Dhamira yetu ni kuhakikisha kuwa hakuna mwananchi anayeshindwa kupata huduma kwa sababu ya hofu, umbali au ukosefu wa taarifa. Ndugu washiriki, baada ya kumaliza mkutano huu na matukio yote mnayopanga kuendelea nayo, ni matumaini yangu kuwa maazimio yaliyofikiwa katika mkutano huu yataendelea kuimarisha utendaji katika maeneo yenu. Kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha kuwa elimu, uzoefu na mikakati iliyojadiliwa hapa inazaa matokeo yanayoonekana katika maisha ya mwananchi. Mwisho, napenda kusisitiza kuwa mafanikio yetu hayatapimwa kwa idadi ya mikutano tuliyofanya, vitabu tulivyozindua au mifumo tuliyoianzisha, bali yatapimwa kwa mafanikio yetu kwa idadi ya wahanga waliopata msaada, wanawake na watoto waliolindwa dhidi ya ukatili, na kiwango cha imani ambacho wananchi wanaendelea kuwa nacho kwa Jeshi la Polisi. Hiyo ndiyo dhamira yetu na huo ndio wajibu wetu kwa jamii. Baada ya kusema haya, sasa niruhusu nitangaze rasmi kuwa mkutano mkuu wa mwaka wa watendaji wa dawati la jinsia na watoto wa mwaka 2025-2026 umefungwa rasmi. Pasha 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 panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. 321 kwa kipanda.
kazi na utu, tunasonga mbele. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Asanteni kwa kunisikiliza.